Sasa hivi jamani, mimi naitwa Eric Liston, natokea Swahili Flix. Leo tumeamua kuwafikia wakazi wa Mwanza kwa kuanza media tour yetu. Tumekuja Mwanza kuambia kwamba tuna platform ya movie ambayo inaweza ikakusaidia wewe mpenzi wa burudani kuangalia movie kiganjani kwako, na pia sasa hivi tunaandaa platform yetu kwenda kwenye TV. Kwa hiyo tutakuwa tuna uwezo wa kuangalia movie popote ulipo. Leo tupo na wasanii kama mnavyoona mbele yenu, lakini kikubwa ni kuambia kwamba hii ni ya kwanza. Tutaanzia Mwanza, tutaenda Arusha, tutaenda Mbeya, tutafikia wote. Niongelee kwa Swahili Flix kama Swahili Flix. Tunawaambia kwamba wakazi wa Mwanza una uwezo wa kudownload Swahili Flix kwa kutumia simu yako. Kama ni mtu wa Android, unaenda kwenye Play Store, una search neno Swahili Flix, una download app yako. Na pia wale wa iOS, iPhone, unaenda kwenye App Store, una download app yako ya Swahili Flix, unaangalia movie free kwa pale mara ya kwanza utakapokuwa umedownload kwa masaa kadhaa. Baada ya hapo kutakuwepo kuna zile kwamba utakuwa kwamba unaweza ukajiunga kwa wiki, siku, mwezi, kutokana na wewe mfuko wako unavyoweza kusema kwamba unaangalia kifurushi cha muda gani. Kingine, sisi tupo kupokea pia kazi za wasanii wengine, kwamba tunapokea kazi za wasanii, kazi ziwe nzuri, uwe una filamu ambayo inaweza ikawa ina maudhui mazuri kwa jamii, inafundisha, inaelimisha, tunapokea kazi zako. Tunawasapoti sana wasanii. Tupo kuendeleza vipaji. Kwa hiyo ni wakati wenu wasanii wadogo na wakubwa kuendeleza hii sanaa ya filamu za Bongo Movie. Leo tutakuwepo na wasanii kwenye mitaa tofauti ya hapa Mwanza, lakini pia jioni tutakuwepo Rock City Mall kuangalia sinema ambazo kama itakuwepo leo inazinduliwa Dhambi ya Brother K pale. Karibuni sana, kuanzia saa 10 mpaka saa 3 ya usiku tutakuwepo pale. Lakini pia kabla ya hapo tuko kwenye radio hizi interviews, na pia tutakuwepo mtaani, wasanii watakuwa wanajumuika na washabiki wao, tutakuwepo sehemu mbalimbali. Hayo tu kwa upande wangu. Kwanza nashukuru waandishi wa habari kwa kuweza kufika hapa na kuja kutusupport sisi wasanii. Mengi yashaongelewa kuhusiana na Swahili Flix, lakini kikubwa mimi niko hapa kama producer wa filamu ya Kauli pamoja na Mahaba Marhaba, nikishirikiana hapa na Ebitoke. Leo kuna show kubwa sana itafanyika Rock City Mall, ambapo hizi filamu zitakuwa zinazinduliwa. Kama mnavyojua game sasa hivi imebadilika, imehamia katika mitandao, katika laptop yako, popote pale unaweza kuangalia filamu, kwa sababu game imebadilika. Sasa hivi mambo ya CD hakuna. Kwa maana yake kwamba ukidownload app yako ya Swahili Flix itakusaidia wewe kuweza kuangalia movie kiganjani. Mambo yamekuwa marahisi. Kwa hiyo hii ni platform mpya na tuko hapa Mwanza kwa ajili ya kuitangaza na watu wajue jinsi gani mambo yalivyobadilika kwa sasa. Lakini kikubwa tu, wewe kama mkazi wa Mwanza na shabiki yetu kwa ujumla, karibu Rock City Mall leo saa 10 mpaka saa 4 tutakuwa tunazionyesha hizi movie. Dhambi kutakuwa kuna Mr. Kiongozi, Mahaba Marhaba pamoja na Kauli pamoja na Playboy. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa, na tutapata muda mwingi sana wa kukutana na mafans wetu, tutapata selfie na tutajuana vizuri zaidi. Kwa hiyo tuko wengi hapa, nafikiri ningewaachia kidogo na wenzangu waendelee kuongea. Kikubwa tu karibuni, na msisahau ku-download app ya Swahili Flix ili muweze kuona mambo live na vipindi vingine na movie nyingine kwa ujumla, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo mambo yamebadilika na huu ndio wakati sasa.
Habari. Mimi naitwa Bitoke. Anajua wengi wananijua kama comedian, lakini pia mimi ni msanii wa movies. Niko hapa Mwanza kwa ajili ya kutangaza kazi zangu na kuzindua kazi zangu na vile vile kuizindua Swahili Flix na kuitangaza kwa mashabiki zetu. Nowadays nimekuwa nikipata maswali mengi sana kwa mashabiki zangu kwamba hawaoni kazi zangu. Lakini wakazi wa Mwanza, mashabiki zangu wa Mwanza, napenda tu kuambia kwamba kazi zangu zote, kuanzia comedy zangu, movie zangu zote nilizofanya zinapatikana Swahili Flix. Na leo tutakuwa pale Lock City Mall tukiwa tunazindua kazi zetu zote ambazo tumefanya. Mimi nitakuwa nazindua movie yangu ya Mahaba Marhaba ambayo nimeshirikiana na Mlela, lakini na wasanii wengine hapa ambao mnawaona watakuwa nazindua movie zao. Na vile vile tuko hapa kuitangaza Swahili Flix, jinsi gani mashabiki zetu wanaweza kujiunga nayo na wakatazama kazi zetu. Ni simple tu na ni rahisi sana, ni kupitia simu zao za mkononi. Kama mnavyojua mambo yamebadilika sasa hivi, hamna kununua sijui CD, sijui kuangalia wapi. Ni kwenye simu yako tu unaweza kuenjoy burudani. Mengi yamezungumzwa, ana wakubwa hapa na wengine wasanii nitaachia nafasi ya kuzungumza, lakini mashabiki zetu, wakazi wa Mwanza, tukutane Lock City Mall muweze kutazama movie zetu. Lakini tukitoka Mwanza kama alivyosema mkuu hapo, tutaenda mikoa mingine kwa ajili ya kuitangaza Swahili Flix na kazi zetu kwa ujumla. Asanteni. Mimi naitwa Sharobala wa Kiaya, ni msanii wa Futui, pia ni mwongozaji wa movie. Leo tunazindua movie yetu inaitwa Dhambi pale Lock City Mall ambayo amecheza Brother K na Freedom. Kwa hiyo kwa niaba ya mkurugenzi kama mimi mwongozaji wa hii movie, mkurugenzi Freedom, kwa hiyo naombeni tu wakazi wa Mwanza tujitokeze kwa wingi. Kuna wasanii wamekuja kutoka Dar es Salaam. Pia nashukuru sana ujio wa Swahili Flix kuja kututembelea kwa wakazi wa Mwanza na wasanii pia. Na kesho pia kutakuwa na maproducer, yani maproducer kuja kuonesha kazi zao. Yani hii nafasi wametoa Swahili Flix. Kwa hiyo maproducer wa kanda ya Ziwa nakaribishwa kuleta kazi zenu, lakini kazi hizo zimesajiliwa. Umeona, BASATA KOSOTA zio zina haki miliki. Kwa hiyo kesho wakazi wa Mwanza producer wote mje hapa Mildred mida saa 3 mje na kazi zenu. Pia leo hakuna kiingilio Lock City Mall, hamna kiingilio kabisa, lakini lazima kuna kadi special. Lakini kwa wewe fans unaweza kupiga picha na msanii unayomtaka. Na hii tunaona mbele yako. Kuna Mlela, Jawali hapa, amekuja kupanda ama. Kwa hiyo lazima jamani, watu wa Mwanza njoeni tuoneshe, kwa sababu maproducer wenzangu wa Mwanza, wasanii tunalalamika sana watu hawatutembelei. Sasa leo amekuja mkombozi Swahili Flix, tuoneshe sasa mambo yetu, au sio jamani? Tuko gevi hatari. Haya, mwingine. Kwa jina naitwa Chuchu Hansi, ni msanii wa Bongo Movie na pia ni producer. Kwanza kabisa asanteni waandishi wa kujitokeza kwa wengi. Tumefurahi ni jinsi gani mnazikubali kazi zetu, ni jinsi gani mnajitoa kwetu. Bila nyie sisi ni ngumu pia kufika hapa. Na pia kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa Swahili Flix, kwa sababu wamekuwa ni wakombozi na hawabagui, hawachagui. Kwa sababu kama mmeona tulianza Zanzibar, tumekuja huku na tunaendelea mikoa mingine. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kwa Swahili Flix. Kwa hiyo mimi ningependa tu kuwashauri kwanza tujitokeze kwa wingi, tu download app ya Swahili Flix, kwa sababu mambo ndo kama hivyo wenzangu walivyosema, kama mambo yamebadilika sasa hivi, kila kitu kinachani mwako muda wote, na unaweza kwa connect mpaka kwenye simu yako pia. Kwa hiyo ni sisi tu wenyewe kujitoa jamani. Fursa ni hii imekuja, mkombozi amekuja, kwa tutumie hii nafasi. Hilo la kwanza. La pili pia nina tamthilia yangu ya Playboy ambayo itakuwa haijai kuonekana sehemu yote, itaonekana kwenye app ya Swahili, na bahati nzuri leo nazinduliwa rasmi. Kwa hiyo nahitaji support yenu sana, naomba mjitokeze, naomba download Swahili Flix, ndio kila kitu, na burudani zote na movies zangu kama hivyo ambazo mmeziona hapo. Kuna Mr. Kiongozi, Dhambi, Mahaba Mahabani na Kauli. Kwa hiyo na nyingine nyingi za wasanii wengi. Yaani sisi tumewakilisha tu wenzetu. Kwa hiyo asanteni, nawapenda sana.
Habari jamani, naitwa Brandina Chagula lakini jina la kisanii naitwa Johari. Kwanza nashukuru sana kwa waandishi wa habari kuweza kuitikia wito wetu kwa sababu bila nyinyi pia na sisi hatuwezi kuwa sisi. Cha pili napenda kushukuru sana Swahili Flix mpaka hapa walipofikia kwa sababu hii ni fursa ya pekee sana. Kwanza nawashukuru pia Swahili kwa kuweza kufika kanda ya Ziwa kwa sababu hii naweza nikasema ni kwamba wamefika nyumbani. Na cha pili nawasima producer wote na wasanii wa kanda ya Ziwa. Jamani, nafasi ndo hii, haiwezi kutokea nafasi nyingine kwa sababu kama mtu soko limekuijia mpaka mlangoni kwako alafu unashindwa kutumia hili soko ambalo limekuja, sidhani kama utakuwa na nafasi nyingine tena ya kukuza kipaji chako, ya kuuza kazi zako, kwa sababu sasa hivi teknolojia imeshabadilika. Yale mambo mtu mwingine ana kazi nyingi, hawezi kwenda kununua VCD huko sijui mara nini mara sijui aende vipi, lakini hata akiwa kwenye shughuli zake amepata kidogo ka gap kidogo, anaweza akaingia kwenye simu yake, akaingia Swahili Flix, akaweza kuangalia. Kwa hiyo kingine na shauri kwamba hii sio fursa tu kwamba ya kusema ni wasanii na maproducer, pia na sisi ambao watu wengine wanaopenda burudani, kwa sababu Swahili Flix sio tu kwa sababu ukiingia mle kwenye application yao utakuta kwamba ni film tu au utakuta tamthilia tu. Hapana, utakuta vipindi mbalimbali ambavyo vilikuwa hot na viko hot, utakuta kuna vichekesho mbalimbali, hata zile stress kama unazo za madeni na nini zote zitaisha. Na ukiingia mle ndani pia utakuta kuna mambo mengine, kuna habari zingine wewe labda unataka kuzijua, mtu shabiki yangu anauliza bwana fulani nafani mbona hivi au fulani nafani mbona hivi, lakini atakapoingia katika ile application ya Swahili Flix atakuta basi mle tumemuelezea kiundani kabisa kuliko mimi akiniuliza tu hivi labda niulizie kwenye Instagram au aniulizie hivi. Kwa hiyo hii ni fursa ya watu wote wapenda burudani na wasanii na maproducer pia kwa ujumla. Vingine pia kwa wakazi wa Mwanza jamani ni kwamba wasanii wako Mwanza kwa ajili yako wewe shabiki yetu. Umeelewa? Kwa hiyo unaruhusiwa muda wowote popote utakapoona basi tumetia timu, unaruhusiwa kuja kupiga picha, unaruhusiwa kuja kuuliza maswali, na siku ya leo tutakuwepo mitaa mbalimbali kuweza kuwafikia mashabiki zetu kwa sababu watu wanahitaji kutuona lakini watatuonea wapi. Kwa hiyo hatuna yani hatujazibwa. Kwa hiyo tuko open kabisa na tutaenda sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ukiona ujio wa Swahili Flix umekufikia mtaani kwako, basi jaribu kusogea uje upate na wewe chochote kile. Hiyo ndio la kwetu. Na pia saa 10:30 msikose kufika pale ukumbi wa Lock City Mall, kutakuwa kuna uzinduzi wa filamu mbalimbali ikiwemo filamu ya Dhambi ambayo ni ya wakazi wa Mwanza, imeshutiwa Mwanza na wasanii wa Mwanza. Lakini hapo tukasema si mbaya pia na filamu zingine za wasanii wengine zikaweza kusindikiza pale na wenyewe wakawa wanaonyesha filamu zao na zikazinduliwa pale. Kwa mfano kuna filamu inaitwa Mr. Kiongozi, kuna filamu inaitwa Playboy, kuna filamu inaitwa Shimo, kuna filamu inaitwa Kauri, kuna filamu inaitwa Mahabat. Jamani, vyote hizo zitakuwepo pale. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba leo pale mambo ni moto, mambo ni fire. Na pia kesho kutakuwa kuna fursa kwa ajili ya maproducer wao. Kanda ya Ziwa, unaweza nikasema hata Mwanza na kanda ya Ziwa kwa sababu kuna mikoa ya jirani kama Shinyanga wanaweza wakasogea. Kesho kutakuwa kuna fursa yao kubwa sana kuanzia saa 3:30 Midland Hotel, waje na kazi zao jamani. Lakini uhakikishe kazi unaoileta hapa ni ya kwako. Kama umemletea mtu basi uwe na kibali cha usajili wa hiyo kazi. Asanteni sana na pia tutapata darasa fupi la kuhusu mambo ya production. Karibuni sana. Kwa jina naitwa Edward Kumarija au Freedom. Pia ni mwenyekiti wa maproducer mkoa wa Mwanza. Kwanza niwashukuru sana Swahili Flix kwa kuona fursa mikoani kutokana na jinsi ambavyo ilikuwa imezoeleka tangu awali kwamba Mwanza au mikoa mingine hawezi kufanya kazi nzuri. Lakini tunajitahidi pia Mwanza tumefanya kazi nzuri, ndio maana wameona kuna nafasi ya kuja kufanya. Hakuna mwekezaji anaweza kaenda sehemu ambapo haoni kama kuna faida. Lakini sasa imefikia hatua Mwanza tumeanza kufanya kazi nzuri na ni nzuri zaidi, zinazoleta mvuto mpaka wao wakaamua sasa tuje Mwanza tuangalie na wengine waliopo. Kwa hivyo mimi Swahili Flix nawashukuru sana kuliona hilo, lakini pia waendeleze kuona kuna kazi za maproducer nyingi Mwanza ambazo zimefanyika vizuri. Tusiendelee tu kukariri kwamba kazi lazima fulani yawepo, lakini tuangalie pia na uzuri wa kazi na ubora ambao unaweza ukafanyika kwa sababu Watanzania ni wengi sana na mashabiki wetu ni wengi. Kwa hiyo kila mmoja atapendwa kwa wakati wake na kazi itafanyika kwa wakati wake. Kwa hivyo naomba tu Swahili muweke nguvu nzuri katika mikoa mingine pia na Mwanza kama mlivyofanya kwenye movie yangu ambayo inaitwa Dhambi. Nashukuru kwa hilo, lakini pia kama mlivyoweza kusema kwamba tutakuwa na kesho asubuhi
workshop kwa ajili ya maproducer. Naomba sana maproducer wangu wa Mwanza mjitahidi sana. Huu ndio wakati sasa wa kufanya mauzo, kwa sababu wengi mnashindwa kwenda Dar es Salaam labda kwa sababu ya muda na umbali na nauli na mambo mengine. Lakini sasa kazi imefika nyumbani moja kwa moja. Kwa hivyo mjitahidi sana, msiniangushe. Kesho asubuhi mjitahidi kufika kwa wakati, tuwe watulivu na tufanye mambo vizuri. Lakini pia jioni tutakuwa na uzinduzi wa filamu pale Rock Mall, ambapo naomba watu wote mfike hata kama hujapata tiketi. Lakini tutakuwa na muda mwingi wa red carpet, muda wa kubadilishana mawazo na wenzetu. Tutakuwa na mambo mengi kabla ya show zile kuanza. Kwa hiyo usikate tamaa kwamba mimi sina tiketi siwezi kwenda, sio kweli. Lakini pia waandishi wa habari na washukuru na nawakaribisha sana pia jioni muweze kuwepo pale. Itakuwa ni faraja kubwa kwa mkoa wetu. Kuna movie ambayo tutazinduliwa pale pia, Mr. Kiongozi, Mahaba Marhaba, Kuna Shimo na Playboy. Kwa hiyo vile nawakaribisha sana na washukuru sana, asanteni. Bwana, basi shaka hali zetu ziko poa, lakini kikubwa ambacho kimezungumzwa kwetu ni cha kuzingatia mambo kama quotes 5 hivi. Issue ya kwanza kabisa ni application ya Swahili Flix. Swahili Flix ni kwa platform ya Watanzania wote. Unapenda movie au haupendi movie. Unawezekana haupendi movie lakini unapenda kusoma. Kuna platform pia humu za darasa. Hapa katikati kama tunakumbuka kwamba dunia ilikuwa imegubikwa na ile wimbi la corona. Kwa ina maana vyuo, mashule pia watu wengi wakawa wapo nyumbani. Kwa ina maana sasa kwa mambo ya ziada, kwa wale wanafunzi ambao wanapenda kusoma au kwa wazazi ambao wanapush sana watoto wao waweze kusoma ili kesho kutwa wawe madaktari na vitu vingine, app ya Swahili Flix iko na platform hiyo. Ukiingia unakutana na darasa kwa sessions zozote zile ambazo wewe unazitaka. Hiyo kwa wale ambao watu wapendi movie. Lakini kwa wapenzi wa movie pia kwa app ya Swahili Flix ndio app kombozi. Yani tunasema kwamba lile swali Swahili Flix imekuja kufuta yale maswali ya kwamba mbona hatuoni kazi zenu? Mbona hatuoni kazi zenu? Unaweza ukawa unasema hatuoni kazi zenu, kumbe wewe ndio sio mfuatiliaji wa kutufuatilia sisi. So ufuatiliaji wako ni kwamba kwenye app ya Swahili Flix ukiingia hakuna movie ya mtu ambao utakosa kuiona. Awe star au awe mtu ambaye anakuja upcoming na vitu kama hizo, kwa sababu Swahili Flix yenyewe haichagui kwamba hii movie kacheza nani. Kuna rules tu zinafuatwa kwamba lazima movie iweje, quality yake iweje, mswada wenyewe uwe vipi, na ndio maana unaambiwa Jumapili kutoka kuna workshop kwa ajili ya our producers kwamba namna gani kazi yako iwe kwa staili ipi, umenifahamu, ndio iweze kufika mbele. Kwa sisi tumeamua kupigania katika wakati huu mgumu, pia watu wamegawana makundi, hawa wapo huko kwenye siasa, hawa wako kule, lakini sisi tunaendelea kupigania platform ya move zetu ziweze kusogea na ziweze kwenda mbio. Na ndio maana unakuta tuko kwenye tour, leo tuko kanda ya Ziwa, lakini kesho kutwa tutaondoka, tutakuwa Arusha, baada ya Arusha Mbeya. Yale majiji makubwa tunaanza nayo, alafu baada ya majiji makubwa tunamaliza na majiji madogo. Umenifahamu vizuri. Kwa hiyo kwa wale ambao wapenzi wa movie na ambao si wapenzi wa movie, app ya Swahili Flix ni mkombozi kwako. Yani ukiwa na simu kiganjani mwako. Kama mimi kwa mfano kesho watu wakija kwenye pale Rock Mall kwa ajili ya kwa hii hapa tuseme uzinduzi sijui, Minda Fry nikipiga na shabiki ambaye ana smartphone ambayo tayari iko na app ya Swahili Flix, mimi nitaenjoy sana kwamba ndaona ujamaa ananipenda vilivyo, amenifuata mpaka kiganjani na leo amekuja kushow love na mimi. Umeelewa? Kwa kitakuwa hakuna ukaguzi, lakini itakuwa inapendeza zaidi kwamba ukiwa una smartphone basi at least uwe una hii app. Kama mwanafunzi itakusaidia, lakini pia kama mdau wa vipindi na moves pia itakusaidia sana. Tulipoenda sahihi, wasanii wote waliozungumza ni kwa uwezo na baraka za Mungu, lakini tulipoteleza msituhukumu kwa sababu sisi sio malaika. Asanteni sana kwa mapenzi yenu waandishi wa habari, lakini pia tunaamini hatuwezi kuwa sisi bila ninyi, na ninyi pia hamwezi kuwa na habari bila ya sisi. One love. Maswali tumeongea wote, kutoka na maswali tena.